نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته الغر الميامين أما بعد. Nakusieni ndugu zangu na nafsi yangu kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwani ndiyo njia mama na muhimili mkubwa zaidi na uti wa mgongo wa mafanikio katika haya maisha ya dunia na maisha ya akhera. Ikiwa mtu atafanya mbinu zote na sababu zote za mafanikio, lakini ikawa hiyo mipango na hizo harakati hazikuambatana na jambo la kumcha Mwenyezi Mungu Jalla waala, kazi yake itakuwa ni habaan manfura. Hatimaye ataona kufeli. Kwa hivyo faida ya kumcha Mwenyezi Mungu Jalla waala ni kwa ajili ya maendeleo na mafanikio ya kweli katika haya maisha ya dunia na kwa ajili ya maisha ya kesho ya akhera ambayo yanaanzia kabrini. Na ni wasia wa Mwenyezi Mungu Jalla waala, wasiyatullahi lilawwalina wal akhirin, wasia wa Mwenyezi Mungu huu wa watu wa zamani wote na watu wanaokuja baadaye. Walaqad wasayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah, tuliwapa wasia ahlul kitabi na wale waliokuwa kabla yenu kwamba mcheni, na nyinyi pia tumekuhusieni kwamba mcheni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tunaendelea na darasa ndugu zangu katika surati Yusuf alayhi wa ala nabiyina afdalu salatu wassalam. Tuko katika aya nambari 67, tulikuwa tumeishia 66. Baba yao Yusuf aliwaambia watoto wake, qala, akawaambia mzee Yaqub alayhi salam, lan ursilahu ma'akum, sitamwachilia pamoja nanyi Yusufu, ndugu yake Yusuf bin Yamin, hatta tuutuni mawthiqan min Allah, mpaka mnipe ahadi iliyotiliwa mkazo, ahadi iliyoambatana na kiapo. Kutiliwa kwake mkazo ni kwa kiapo au kwa kumshuhudisha Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla kwenye ile ahadi. Hata tuutuni mawthiqan, mpaka mnipe kiaga kilichotiliwa nguvu, minallahi, kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo mtilie mkazo ahadi yenu kwa kumtaja Mwenyezi Mungu Jalla waala au kwa kumshuhudisha Allahu Jalla Jalalu, kwamba la ta'tunnani bihi, kwa vyovyote mtakuja naye, mtaniletea mwanangu. La ta'tunnani bihi, hiyo bihi inarejea kwa Binyamin. Illa an yuhata bikum, mzee anajua kwamba kuna mambo mengine yako nje ya uwezo wa binadamu. Kwa hivyo hapa wachukue ahadi ili wasije wakafanya uzembe, ama jambo ambalo limekuwa liko nje ya kudra, hakuwakalifisha kwa hilo. Illa an yuhata bikum, ila likija jambo limewazunguka kona zote, hakuna yani mahala pa kupenyea. Ndio maana illa an yuhata bikum, isipokuwa mkizungukwa na jambo mkawa hamna mwanya wa kutokea. Falamma atauhu mawthiqahum, angalia Qur'ani katika masimulizi yake haisemi wakakubaliana na baba yao wakampa kiaga. Qur'ani inaenda kwenye neno la mbele ambalo litakufahamisha kwamba hiyo hatua ilipita kwa makubaliano. Falamma atauhu mawthiqahum, zama walipompa ahadi yao, qala Allahu ala ma naqulu wakil,
Akasema Mwenyezi Mungu juu ya haya ambayo tunayasema ni shahidi ama ni mwenye kukabidhiwa jambo hili, yani mazungumzo yetu tumemkabidhi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hiki ni kiapo au ni kama kiapo, na ndio maana kiapo ni kitu ambacho kinaheshimiwa. Ndio maana hata serikali huwa zinawaapisha watu kwa mujibu wa dini yao au Mungu wao ambaye wanamheshimu. Kuna wengine wanaapa kwa miungu ya batili, wengine wanaapa kwa miungu ya haki, lakini hoja yetu hapa kwamba kiapo ni kitu ambacho kinaheshimiwa. Na kwa nini kimeheshimiwa? Kwa sababu watu huwa wanaona katika maisha yao mtu anayevunja kiapo anapatwa na madhara. Lakini ajabu, baadhi ya watu wanaweza kuapa na huku anaapia uongo. Hii ilikuwa ni pale ambapo Yusuf alikuwa amewaambia, mkirudi mara nyingine mje na ndugu yenu Binyamin, ndugu yenu kwa upande wa baba yenu. Msipokuja naye, fa in lam ta'tuni bihi fala kaila lakum indi wala taqrabun, kama hamkuja naye sitawapimia chakula wala msinisogelee. Kwa hivyo ndio maana wakenda wakawa namuomba baba yao, lakini baba yao alikuwa hawaamini. Ndio maana akawaambia lazima mchukue kiapo kwamba mtaniletea isipokuwa mkipata na jambo lililowazidi nguvu. Kisha baba yao akawaaga watoto wao, wanaenda kuhemea sasa kwa mara ngapi? Hiyo ni mara ya pili. Chakula hakipatikani isipokuwa Masri. Ingekuwa kuna namna nyingine wangeenda sehemu nyingine. Na kwa nini Masri? Huenda wao walichukua ile tahadhari iliyotokana na tafsiri ya ndoto ya Yusufu. Watu wengine walipata miaka ya neema wakatumia, hawakusaza, hawakuweka akiba. Lakini hawa dola hii ilikuwa imechukua nini? Tahadhari. Kwa sababu inaonekana Yusufu aliachiwa mapema tu mara baada ya kuitafsiri ile ndoto, na miaka 7 ya neema ikaanza, ikamalizika, ikaja miaka ya njaa. Sasa wanakuja kuhemea. Wamehemea mara ya kwanza, Yusuf akawaambia mkirudi mara ya pili mje na ndugu yenu kwa upande wa baba yenu. Wakaenda wakamtaka baba yao waende naye, baba yao akawa ni mgumu. Baadaye akawaambia nitawaruhusu, lakini mnipe ahadi nzito iliyoambatana na kiapo ama iliyoambatana na kumshuhudisha Mwenyezi Mungu Jalla Jalaluhu. Sasa amewakubalia na wamekwisha kuchukua kiapo, anawaambia, anawapa maelekezo. Waqala ya baniya, akasema mzee Yaqub, enyi wanangu, la tadkhulu min babin wahidin wadkhulu min abwabin mutafarriqa, wanangu msiingie katika mlango mmoja. Katika mlango mmoja, ima katika ile eneo la katika ile ofisi au mwanzoni mwa mji, haikuainishwa. Ndio maana tunasema au. Kuna mlango wa kuingia katika mji wa watu na kuna mlango wa kuingia kwenye ofisi au pale wizarani. Lakini almuhimu kwamba amewaambia msiingie kwenye mlango mmoja, ingieni katika milango tofauti tofauti. Tofauti tofauti au tofauti tofauti, yote sawa, kama tukufu na takatifu, si ndio Sheikh? Kiswahili nacho kina lahaja mbalimbali. Haya ni maagizo ya mzee Yaqub. Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla alikuwa anaweza kuyapotezea asiyasimulie katika kisa, akataja tu kwamba aliagana na watoto wake wakenda. Yule mzee alisema maneno na Allah kayanakili miaka nenda rudi mpaka akamteremshia, kamwambia Jibril mpelekee maneno haya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila shaka kuna somo eti ulama wanasema kwamba kijicho ni haki. Kijicho ni haki. Yaani kijicho ni kweli. Kijicho ni jambo lipo kweli
kama ilivyokuja katika hadithi ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-ainu haqqun, jicho ni haki, na kama kuna kitu kingeliweza kuivuka qadari, basi ingelikuwa ni kijicho, yani katika kuleta madhara, na hii ni katika maajabu ya uumbaji wa Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla, sababu mtu anawezaje kuangalia hivi alafu akakuletea madhara? Hakuna nani hii mambo ya wireless, kumbe haya, yani jicho linamuathiri mtu na hali ya kuwa hakuna waya umeunganisha hapa, hakuna mawasiliano yameunganisha. Bila shaka haya ni katika maajabu ya uumbaji wa nani? Wa Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla. Ndio nakwambieni kwamba sayansi haijui kila kitu na haitoi majawabu ya kila kitu. Kama wewe hauamini isipokuwa lile linalothibitishwa na sayansi, utakataa hapa habari ya kijicho. Lakini al-ainu haqqun, na watu wame experience hata kabla hawajaletewa vitabu, walikuja wakanoti kwamba kijicho kipo. Na kuna hiki kijicho habari yake ni ngumu tabana, kinakuwa kiko ndani ya nafsi ya mtu, yani inakuwa kuna mawazo na matamanio mabaya dhidi ya mtu mwingine, yani hasadi, ima mtu apatwe na shari au aondokewe na neema. Sasa ile hasadi yenye hiyo na matamanio hayo yanaitwa hasadi. Matamanio hayo yanaitwa hasadi, kumtamania mtu mabaya, neno la jumla hili inaitwa hasadi. Hasadi yenyewe inaweza ikafanya kazi peke yake bila hata ya macho, inaweza ikafanya kazi peke yake. Na katika vinavyothibitisha kwamba hasadi inaweza kufanya kazi mbaya yenyewe peke yake ni ile sura ambayo Allah amemteremshia Mtume sallallahu alaihi wasallam atufundishe na sisi tujikinge na hasadi. Akasema, akataja zile shari zilizokubwa, qul a'udhu birabbil falaq, sema ninajilinda na Bwana wa asubuhi, min sharri ma khalaqa, kutokana na shari za vitu vyote alivyoviumba. Kuna vitu vimeumbwa vina shari. Hata imekuja katika dua, mtu ameoa anamwambia Mwenyezi Mungu, huyu mwanamke nipe khairi zake na unikinge na shari zake. Ana khairi zake na ana shari zake. Na vitu vya duniani viko hivyo, vina khairi na vina shari. Kwa nini? Wanabulukum bisharri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un, kwa sababu ninakutahinini nyinyi wanadamu, ninakupeni mitihani ya khairi na shari. Mnapimwa kwenye shari, muangaliwe mtavumilia. Mnapimwa kwenye khairi, muangaliwe mtashukuru. Ndio maana Allah akaweka kila kitu kina khairi na shari zake. Hata kuna dua unamwambia Mwenyezi Mungu, ninakuomba khairi ya siku hii ya leo na ninakuomba unikinge na shari ya siku hii ya leo. Takriban kila kitu naweza kusema labda kina khairi na nini na shari katika dunia hii. Kwa sababu gani? Kwa sababu Allah amekadiria kwamba awatahini wanadamu kwa khairi na shari. Kwa hivyo katika shari zilizoko ndani ya mwanadamu ni hasadi. Ile hasadi ina athari, na katika yanayothibitisha ni hii sura ambayo inasema, ya Rabbi, ninajikinga kwa Bwana wa alfajiri kutokana na shari, min sharri ma khalaqa, na shari alivyoviumba. Shari ya, sio shari aliyoiumba, shari ya alivyoviumba. Na sio kwamba nakataa kwamba hakuna shari iliyoumbwa mubasharatan, sikatai hiyo. Natahadharisha kwa sababu kuna watu wanasema Mungu hajaumba shari, ila shari wanadamu ndio wana. Sasa ukisema hivyo utakuwa unasema Mungu ameumba khairi, wanadamu wameumba shari. Hawajagawana umungu hapo, sababu huyu ana mamlaka ya vitu vizuri, huyu ana mamlaka ya vitu vibaya. Hapana, Allah ameumba khairi na shari. Lakini katika aya min sharri ma khalaqa inakubali kutafsiri kutokana na shari ambayo ameiumba au kutokana na shari ya alivyoviumba.
min sharri ma khalaq. Halafu wa min sharri ghasiqin idha waqaba, na shari ya usiku. Usiku kuna shari ambazo haziko mchana, haziwezi kusurvive mchana, hasa hizo shari za mashetani na wachawi zinafanya zaidi. Wa min sharri nafathati fil uqad, ni min sharri ma khalaqa wa min sharri nafathati fil uqad, si ndio? Hiyo inakuja baadaye, shari ya alivyoviumba na shari ya wanaopuliza katika vifundo. Uchawi unafanyika zaidi usiku. Halafu wa min sharri hasidin idha hasada, na shari ya hasidi anapofanya husda. Hasidi ni yule anayetamani mambo mabaya kwa mtu mwingine, anapohusudu pale, anapotia hiyo nia, ikawa sasa, manake kuna ile nafsi inamtamania mtu mambo mabaya, yeye anaizuia. Manake inaweza kutokea automatic hii, inakuja kwa nini ukakasi kwamba kwa nini fulani amenizidi, kwa nini. Muumini huwa anaizuia, na kuna mtu mwingine anaipa go ahead, yani anaona kama linatokea acha na limpate huyu mtu baya. Hiyo idha hasada. Kwa hivyo hasadi, na hasadi huwa inaibuka zaidi katika nafsi wakati wa kuona neema kubwa, Kwa hivyo watoto mapacha, kama mmoja anatembea peke yake, hasadi yake ni ndogo kuliko wakiwa wote pamoja. Kama una ng'ombe 10, huyu anaenda kivyake na huyu anaenda kivyake, kila mmoja atahusudiwa hasadi ndogo, lakini kama wako pamoja, hasadi inakuwa ni kubwa. Ndio maana akawaambia, ya baniya, enyi wanangu, la tadkhulu min babi wahidin, msiingie katika mlango mmoja, wadkhulu min abwabin mutafarriqa, ingieni katika milango tofauti, ili kijicho kisije kikapamba moto. Kwa nimesema hasadi yenyewe peke yake inafanya kazi, lakini na kijicho pia chenyewe peke yake kinafanya kazi. Kijicho na kuna wakati vinashirikiana. Wanasema macho yanasafirisha ile shari iliyoko katika nafsi, wanasema inasafiri kupitia nini? Kupitia macho. Unaona, macho yanasaidiana na nini? Wanasema hivi ni vitu viwili tofauti, kwa sababu kijicho kinaweza kutokea kwa sababu ya kustaajabishwa na kitu na uzuri wa kitu bila kukihusudu. Ndio maana mtu anaweza kumfanyia kijicho mwanawe, anaweza kujifanyia kijicho mwenyewe. Ndio maana tumefundishwa dua, mtu akijiangalia akaona ameumbwa vizuri asemeje? Allahumma kama ahsanta khalqi fahsin khuluqi, Mwenyezi Mungu, fanya tabia yangu nzuri kama ulivyofanya. Hiyo dua inamkinga. Kwa hivyo mtu anaweza akapenda kitu chake akastaajabishwa nacho sana kikaharibika, na hiyo sio hasadi, sababu mtu hawezi kujitamania mabaya mwenyewe. Ndio yule mtu aliingia shambani katika aliyotajwa katika surati al-Kahfi, aliliangalia akastaajabishwa na shamba lake, baada usiku likaungua moto. Mwenzake akamwambia, laula idh dakhalta jannataka qulta ma sha Allahu la quwwata illa billah. Hii ni dawa ya kijicho na hasadi kadhalika, kusema ma sha Allah. Kwa hivyo ukiona kitu kizuri cha kwako sema ma sha Allah la quwwata illa billah, cha mwenzio sema ma sha Allah, kwa sababu unaweza ukakipata kwa kijicho. Hicho kijicho sio mpaka unuie, lakini ikichanganyika hasadi na jicho la kustaajabishwa, hiyo hasadi inasafiri haraka kupitia mionzi ya macho, inaleta madhara. Kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala amekubali hiyo, ndio maana akataja hasadi katika qul a'udhu bi rabbil falaq, na hapa akataja yani tahadhari ambayo mu'min mzee Yaquba aliichukua ili watoto wake wasije wakaonewa hasadi au kijicho. Wadkhulu min abwabin mutafarriqa. Kadhalika katika dalili zilizotumika walizoziona wanawachuoni katika Qur'ani,
Ni kauli yake Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla katika surati Nun au surati Tabaraka, wa in yakadu alladhina kafaru la yuzliqunaka bi absarihim lamma sami'u dhikra, waliokufuru wamekaribia kukutelezesha wewe kwa macho yao waliposikia Qur'ani. Yani Waarabu mafasaha wanajua Qur'ani ni kitu kikubwa, ni hadhi kubwa. Kwa hivyo wanamuonea hasadi Mtume sallallahu alaihi wasallam, wamekaribia kumtelezesha. Allah tu amemhifadhi, lakini macho yao yamekaribia. Amesema wamekaribia kukutelezesha kwa macho yao, bi absari, kwa macho yao. Kwa hivyo hiyo ipo Sheikh, na ndio maana sisi tumewekewa dua nyingi za kujikinga kutokana na mashaitani. Kijicho kinaweza kutoka kwa binadamu, kinaweza kutoka kwa shaitani. Mimi kuna kitu sikijui, huwa najiuliza mpaka leo, vijicho zamani na hasadi vilikuwa vinafanya kazi sana kuliko sasa hivi. Zamani katika maelezo, mtu alikuwa anaweza kuangalia wanyama wa mtu, akaingia ndani kwake akamwambia mfanyakazi, chukua chombo hiki katuletee mboga. Yani yule ng'ombe ataenda kufa mbele, anarudi na mboga, ana uhakika. Na baadhi ya watu wameumbiwa hicho kitu kiko zaidi kwake yeye ndani yake. Uislamu umetufundisha nini? Kusoma qul huwallahu, qul a'udhu birabbil falaq, qul a'udhu birabbin nasi. Hizi ni dua zinamkinga mtu na sihiri na mashaitani na hasadi. Kadhalika la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Imetaja katika hadithi kwamba ni kinga, na adhkari zote ni kinga. Katika adhkari maalum ni ile adhkari ambayo Mtume sallallahu wama ughni ankum min Allahi min shay'in. Kwa hivyo kipande cha kwanza cha aya kimetufundisha kuchukua tahadhari, iwe ni kwenye jambo hili la hasadi au kwenye jambo lingine. Unamtegemea Allah. Bila shaka huyu mzee Yakubu anamtegemea Mwenyezi Mungu, lakini kumtegemea Mwenyezi Mungu ndio usichukue sababu ubweteke tu. Ndio maana inatakiwa mtu ajenge nyumba, alale kwenye nyumba, aweke na nini? Na milango, aweke na chuma, akiweza aweke na mlinzi. Lakini sio hirizi useme Mwenyezi Mungu amesema jisaidie na mimi nikusaidia. Sio hirizi. Ni kwenye mambo yaliyoidhinishwa na nini? Na sheria. Sawa sawa. Kwa hivyo kipande cha kwanza kinatufundisha kwamba mzee alichukua sababu. Wama ughni, kipande cha pili cha aya, wama ughni ankum min Allahi min shay'in, lakini siwezi kukutoshelezeni, kukuzuilieni na jambo la Mwenyezi Mungu chochote. Yani unachukua asbabi, lakini sababu haziwezi kushinda qadari. Ndio Waswahili walisema maneno hayo, juhudi haishindi kudura. Kudura yani qadari. Ukifanya juhudi, fanya juhudi kwa sababu Allah amekwambia ufanye juhudi, lakini usiitakidi kwamba umemaliza. Kuna qadari ya Mwenyezi Mungu na mpango wa Mwenyezi Mungu, unaweza ukaenda kinyume na vile unavyotaka wewe. Naam, sababu zako zinaweza zikasaidia, lakini si mara zote. Ndio maana akasema wama ughni ankum min Allahi min shay'in, lakini siwezi kukunufaisheni ama kukuzuilieni na jambo la Mwenyezi Mungu. Hapa wama ughni, siwezi kukuzuilieni na jambo la Mwenyezi Mungu kitu chochote. Wama ughni ankum min Allahi, hapa amesarenda mzee Yakube kwenye mamlaka, kwenye atasarruf, kwenye uendeshaji wa ulimwengu, kwamba ni haki ya Mwenyezi Mungu na ni kudura ya Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla kwa 100%. Ndio maana ikija kadari ya kufa mtu, sio lazima awe mgonjwa. Haya mambo ya nani siku hizi anatuonesha hapa kwenye mtandao. Leo nimeona mtu mmoja mwenye misuli, kijana na afya yake, ameenda amekaa ameenda gym, ameingia akabeba chuma mkononi, akaanza
kunyenyua ile, yani pale pale akaweka chini, akapiga magoti, akaenda kama anasujudu, ndio pale pale, hazikupita dakika 2 amemalizika. Yule mtu ambaye ameposti hii clip aliposti kama mawaidha kwamba huyu ameingia gym na afya yake sio kama useme mtu bwana afya yake mbovu mbovu, na anategemea nitaingia nitafanya mazoezi nitatoka. Hata pale alipozidiwa akainama, watu hawakuwa aware naye, kwa sababu wameona labda ni mbwembwe tu za kujinyoosha. Yani mauti akafanyaje? Akasema maneno yanayoashiria kwamba vaa viatu vyake, kwamba ndio wewe, imefika siku yako ya mwisho, dakika yako ya mwisho ndio hiyo, alafu baada ya hapo ima peponi au motoni, kwa sababu hakunaga option ya tatu baada ya kifo, imma ila aljannati wa imma ila an-nar. Na hiyo pepo na moto ni wewe mwenyewe umechagua katika uhai wako. Kwa hivyo tutumie vizuri uhai huu ambao Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla ametupa. Akawaambia inil hukmu illa lillah, haikuwa hukumu isipokuwa ni Allah. Hapa ni hukumu ya kisheria ama ni hukumu ya qadari? Ni hukumu ya qadari. Sababu kuna hukumu ya kisheria na kuna hukumu ya nini? Ya qadari. Hukumu ya kisheria ni Allah amesema hili halali, hili haram, pita hapa usipite hapa, sio? Fanya, tekeleza amri hiyo, ni hukumu ya sheria, hukmullahi ash-shar'i. Na kuna hukmullah al-qadari al-kauni, hukumu ya qadari. Qadari inahusiana na matukio, sheria inahusiana na maelekezo. Fanya, unaweza ukaambiwa fanya afu usifanye, unakuwa muasi. Lakini qadari alilokadiria Allah lazima litokee. Hiyo nayo ni hukumu ya Allah katika vitendo vya Allah. Kwa hivyo hukumu ya qadari inahusiana na vitendo vya Allah. Hukumu ya sheria inahusiana na maagizo ya Allah, maneno yake na maagizo yake. Kwa hivyo akawaambia, mimi nimechukua asbabi kama alivyoamrisha Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla, lakini siwezi kukuzuilieni na nini? Na jambo lolote. Akasema inil hukmu illa lillah, haikuwa hukumu isipokuwa ni Allah. Alayhi tawakkaltu, kwake nimetegemea. Alayhi tawakkaltu, kwake nimetegemea. Lakini alipotegemea alifanya mambo mangapi? Amefanya sababu na akamtegemea Allah moyoni. Sababu niyo kuambia kwamba msiingie katika mlango mmoja, sio Kwa hivyo katika kutafuta mafanikio lazima ufanye sababu alizoziweka Allah, sababu za kisayansi na sababu za kidini. Za kidini kama vile kuomba dua, kufanya adhkari, alafu atawakkul inakuwa iko moyoni. Huyu anayefanya yote mawili ndio ametawakali inavyopasa kisheria. Ama yule ambaye anamtegemea tu Allah, hafanyi sababu, ana makosa. Na yule ambaye anafanya asbabi, yeye akili zake zote ziko katika asbabi, haweki kwamba Mungu mpaka aweke okay. Yani anaona hizi sababu zinaweza kumaliza kila kitu, anasema lazima kieleweke. Mungu akipenda, Mungu akipenda wapi bwana? Ukishalima vizuri na ukafata kanuni na ukaweka na mbolea na madawa, utavuna tu mpaka Mungu apende. Hili neno mpaka Mungu apende, ama hiyo itikadi inasaidia nini? Kwa wajinga wanasema hivyo. Hapana, ina athari. Usiposema insha Allah, yani kuna jambo linaweza kuwa limeshakaa safi kila kitu, lakini likagoma kwa sababu hujasema tu insha Allah, basi ni hivyo tu, kwa sababu hujasema kwamba Mungu atusaidie, hiyo tu basi, jambo likagoma kabisa. Na kuna mambo mengi sisi hatujui yamegomaga kwa sababu hii. Labda mtoto ameenda shuleni, amesoma vizuri, yuko bright, masomo kila kitu kiko kichwani, anaenda kwenye mtihani na kiburi chake, Mwenyezi Mungu anamsahaulisha, ama jawabu la hapa anaweka hapa, jawabu la hapa anaweka hapa, anapata maksi za chini. Kwa sababu ya nini? Ile ujbu, kujisikia kwake. Kwa hivyo akamwambia
alayhi tawakkaltu, alayhi tawakkaltu, kwa Mwenyezi Mungu nimeegemea. Wa alayhi, hii tawakkaltu, tawakkuli ni jambo la moyoni na sharti lake ni kufanya sababu. Tawakkuli ni jambo la moyoni, yani moyo unaamini hivyo na unasema hivyo kwamba ili jambo halitakuwa bila uwezo wa Mwenyezi Mungu. Hiyo ndio tawakkuli. Sharti lake, yani ama kiambata chake ni kufanya asbab. Alayhi tawakkaltu wa alayhi falyatawakkalul mutawakkiluna, na kwa Allah na wategemee wenye kutegemea. Hiki kipande cha mwisho ima masimulizi ya Mwenyezi Mungu kwenye kauli ya mzee Yaqub iliishia pale pale alayhi tawakkaltu, au ili Mwenyezi Mungu ndiye ndo akaja akaongezea wa alayhi falyatawakkalul mutawakkiluna, au mzee alisema mpaka mwisho, na inavyoonyesha alisema mpaka mwisho ili awakumbushe watoto wake na wao nao wawe na nini, wa alayhi falyatawakkali, na nyinyi wanangu na kwa Allah wategemee wenye kutegemea. Yani ndio kashawaambia na wanangu mtegemeeni nani? Mwenyezi Mungu Jalla wa Ala. Na aya ya mbele inaonyesha hiyo sababu haikusaidia. Allah ameelezea kuonesha kwamba mzee Yaqub alikuwa yuko right. Sababu sio kufeli ni dalili kwamba ulipita mapito mabaya. Kufeli ulipita sawa, lakini inaweza kuwa ni Allah hajataka. Kwa hivyo jamani, usiseme kila aliyefeli ya kuweka mipango sawa. Unaweza ukaweka mipango sawa, lakini Allah asiweke okay. Sio kwamba eti ukimtawakali ukafanya asbabi basi lazima Allah apitishe. Unaweza kumtegemea Allah na ukafanya asbabi, Allah ima apitishe au agome. Ndio akatupa mfano katika hiki kisa. Hiyo pia Allah alikuwa anaweza kuipotezea, lakini akaisimulia kwa maana atupe somo. Walamma dakhalu min haythu amarahum abuhum, walipoingia kama alivyowaelekeza baba yao, kama alivyoamrisha baba yao. Hawakumuasi baba yao akasema kwamba mzee hayupo bwana, wakafuata nini? Maelekezo. Hawa jamaa walikuwa wana makosa, lakini wakati huo aya zinaonesha kwamba walikuwa wana mazuri yao. Walamma dakhalu min haythu amarahum abuhum, walipoingia kama alivyowaelekeza baba yao au kwa namna aliyoelekeza baba yao. Ma kana yughni anhum min Allahi min shay'in, hakuwatosheleza, hakuwanufaisha mzee wao kutokana na qadari ya Allah jambo lolote. Kwa hivyo bwana, kama kila kitu umekipanga vizuri ukafeli, usiseme lazima kuna mkono wa mtu. Usiseme lazima nimerogwa. Yani jambo hili lilikuwa limeshakawa sawa. Hapa Allah ametaja, wala kuna uchawi hapa jamani? Hakuna uchawi hapa, ila Allah amesema tu qadari ya Allah ndio iliyozuia. Ma kana yughni anhum min Allahi min shay'in illa hajatan fi nafsi Yaquba qadaha. Lakini katika faida za kufanya sababu, nafsi unakuwa umekidhi yale mahitaji ya nafsi na mawazo ya nafsi, kwa hivyo hautajilaumu. Yani yakitokea madhara, kama ulichukua sababu zote alafu katokea madhara, haiwezi kuuma. Angalia mtu akipatwa na msiba hali ya kuwa amejitahidi, na akipatwa na msiba simaanishi kufa mtu tu, matatizo, na huku akujitahidi, akuchukua sababu, ipi inauma zaidi? Hii ambayo mko akuchukua sababu. Kwa hivyo faida Allah anataja hapa ya mzee Yaqub aliposema vile, alikidhi haja ya nafsi yake. Illa hajatan fi nafsi Yaquba qadaha, haja hata kuchukua tahadhari ni uhitaji wa nafsi. Kuchukua asbabi ni uhitaji wa nafsi. Nafsi huwa inapenda ichukue nini? Asbabi. Kwa hivyo ukichukua asbabi unakuwa umekidhi haja ya nafsi, yani unakuwa umeipatia nafsi yako nini? Tumaanina na utulivu. Likitokea jambo unasema si kwa uzembe wangu, hii ni qadari ya Allah. Hata hilo neno ukilitamka unaona lina sound vizuri. Allah amekadiria bwana, sisi tumejitahidi, mwisho wa kujitahidi, lakini Allah amekadiria. Illa hajatan fi nafsi
Yaquba qadaha. Sasa mtu anaweza akadhani kwamba huyu mzee bwana hakuwa na uelewa mzuri, labda Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla amezungumza kipande hiki kama kumponda mzee Yakube, kwamba alikuwa anahangaika nini wakati kuna kadari ya Allah. Hapana. Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla akasema wa innahu ladhu ilmin, Yaqub ni mwenye ilmu ya kumjua Allah na mambo ya sheria na mambo ya aqida. Wa innahu ladhu ilmin lima allamna, kwa hakika yeye ni mwenye ilmu kwa vile tulivyomfundisha. Kwa hivyo alivyosema, hiyo tahadhari aliyochukua ni katika mafundisho ambayo Allah amefundisha. Sababu Allah anakuambia wewe ufanye kwa mujibu wa knowledge yako, kwa mujibu wa unavyoona nje. Hakwambii wewe panga mipango kwa mujibu wa kadari yake, akwambia panga mipango kwa mujibu wa kadari yake unaijua. Kwa hivyo wewe panga mipango kwa mujibu wa ilmu yako. Kabla haujafeli wewe unajua kwamba utafeli, panga mipango ya kufaulu. Kwa hivyo kupanga mipango ya kufaulu na kupanga mipango ya mafanikio na ukafanya juhudi na harakati haipingani na kadari. Unafanya hivyo huko unamtegemea Mwenyezi Mungu. Ikienda tofauti, hiyo ni ilmu ambayo tumepewa sisi tuamiliane nayo. Kwa hivyo wa innahu ladhu ilmin lima allamnahu, hakika mzee Yakube ni mwenye ilmu kwa vile tulivyomfundisha. Walakinna akthara nasi la ya'lamun, lakini watu wengi hawajui mambo ya hawajui kama yule mzee ni msomi. Hii nadhani sio yenyewe, hawajui. Watu wengi hawajui hii process ya kwamba harakati, yani katika kutafuta mafanikio ufanye asbabi na umtegemee nani? Mwenyezi Mungu Jalla waala. Ufanye asbabi kama vile zenyewe ndio A to Z na umtegemee Mwenyezi Mungu kama vile sababu ni sifuri. Umeelewa maneno haya? Ufanye asbabi kama vile zenyewe ndio A to Z. Maana sio unafanya unajishikiza. Unafanya asbabi zinatimia viwango vyake vyote kama vile zenyewe ndio A to Z, na unamtegemea Allah kama vile sababu ni sifuri. Watu wengi hawajui hii. Wengine wanamtegemea Allah, hawafanyi asbabi au wanajishikiza tu kwa asbabi. Au mwingine anafanya asbabi itakiwavyo lakini hamtangulizi Mwenyezi Mungu Jalla waala. Mimi nadhani sina uhakika kwamba kilichotufanya sisi wa Tanzania tusalimike na corona, sio kwamba corona haikuwepo na sio kwamba ilikuwa haina madhara kama ilivyoleta kule. Ilikuwepo, kwani corona ikija mpaka wa Tanzania ndio inabadilisha tabia yake? Corona ni ile ile tu. Lakini rais wetu alisema kwa dhati na alitawakali kwa Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla kwa dhati. Sio lazima awe Muislamu. Yani kumuomba Allah na kumtegemea Allah, hii wanao nini, da'u Allah mukhlisina lahu ad-din falamma najahum. Qur'ani inazungumza kwamba makafiri walikuwa wanamshirikisha Mwenyezi Mungu, akipata na matatizo anamuomba Mwenyezi Mungu kwa ikhlas, anawaokoa. Akiwaokoa wanarudi kwenye shiriki zao. Kwa hivyo tawakkuli inaweza ikaleta manufaa. Tawakkuli ndugu yake dua inaweza ikaleta manufaa kwa mu'min au kwa asiyekuwa mu'min. Mimi naamini ile tawakkuli ya mzee Magufuli ilileta athari, tukawa tumepita kusema kweli kimaajabu sana katika lile wimbi la corona. Kwa hivyo tawakkuli ina athari, lakini Allah akitaka. Lakini watu wengi, walakinna akthara nasi la ya'lamun. Kwa hivyo wa innahu ladhu ilmin lima allamnahu, anayo ilmu katika haya mambo ya tawakkuli na kufanya asbabi. Walakinna akthara nasi la ya'lamuna, lakini watu wengi hawajui mambo ya atawakkuli na kufanya asbabi, hawajui kanuni hizi, wanakwenda nazo nusu. Walamma dakhalu ala yusufa awa ilayhi akhahu, kwa hivyo wakaingia kwa Yusufu na milango tofauti. Walipoingia kwa Yusufu, awa ilayhi akhahu, akamsogeza kwake yeye nduguye. Yani katika tafsiri ya Kiarabu wamesema dhamma ilayhi akhahu, yani kama vile msogea hapa, akamsogeza karibu ndugu yake
Binyamin. Tangia hapo amemmisi. Kwa hiyo unaweza kupokea wageni, lakini mmoja ukamsogeza karibu zaidi. Qala, akamnongoneza. Yani sio mpaka Qur'ani imesema amnongoneza. Hapa Yusuf bado anajificha, hataki ndugu zake wajue kwamba yeye ni Yusuf na huyu ni mdogo wake. Kwa hivyo bila shaka awa ilaihi akhahu, akamsogeza kwake, ima amemuingiza huko kwenye chumba cha kwenye ofisi ya wizara au hapo hapo mbele yao, lakini amemnongoneza jambo, akamwambia qala inni ana akhuka, hakika mimi ni ndugu yako. Kwa nini anatilia mkazo? Kale kajamali kaacha bado kadogo, na Yusuf kashabadilika muonekano na mpaka hadhi. Huwezi kuimagine kwamba mtu aende ugenini alafu apate madaraka. Huyu ndio Yusuf yule. Kwa hivyo ndio maana akatilia mkazo inni ana akhuka, kwa hakika mimi ni ndugu yako. Fala tabtais bima kanu ya'maluna, basi usihuzunike kwa yale waliokuwa wakiyafanya. Ili neno bima kanu ya'maluna inaonekana hawa mabwana walibadilika hasadi zao na wakawa na mwenendo mzuri. Ndio maana anawaambia usihuzunike na yale waliokuwa wakiyafanya zamani. Kwa hivyo inajuzu ukampa siri mtu fulani, usimpe siri mtu mwingine. Katika siri, katika kumwamini mtu na kumpa siri, sio yani haina wajibu au hakuna wajibu wa kutenda uadilifu katika hilo. Hata Mtume sikuna siri aliwapa, wa idha asarra an-nabiyyu ila ba'di azwajihi haditha. Sasa itakuwa siri gani kama atawaambia watu wote? Mtume alimwambia siri mmoja katika wake zake, hakuwaambia wengine. Na hapa Yusuf akamwambia siri moja katika ndugu zake, sio kama aliwabagua, akamnongoneza inni ana akhuka, mimi ni ndugu yako. Kwa hivyo tumejifunza nini? Katika siri hamna uadilifu, hakuna wajibu wa uadilifu. Siri inategemeana na wewe unataka nani ajue, nani asijue. Jambo lingine tunalojifunza, ukisoma aya hivi haraka utapita simply kabisa nukta hii, lakini imezungumza jambo kubwa sana katika maisha. Fala tabtais, usihuzunike, usiwe na majonzi kwa yale yaliyopita. Hapo nimefafanua Duniani mtu anapita katika mapito mazuri na mabaya. Sijui mabaya ni mengi jamani kuliko mazuri, huenda kwa sababu kuna mabaya yanaonekana, mengine yako tu kichini chini hivi. Sio lazima iwe kuishiwa pesa. Inaweza kuwa tu ni mambo ya mahusiano, mtu na familia yake na watoto, Mwenyezi Mungu aepushe mbali, labda wanapinda, mke anapinda, au watu wake wa karibu wanamtenda, au matatizo ya kukosa pesa matibabu. Mtu anapita kwenye matatizo, anafiwa, anapotelewa na nini. Ikipita usiwe na tabia ya kubeba matatizo yaliyopita. Hata madaktari wa saikolojia wanashauri hivi. Sema mambo mengi yanawaua watu ni kubeba mambo moyoni. Usibebe mambo moyoni. Mambo yakishapita achana nayo, kwa sababu hata ukiyabeba hauwezi kurekebisha past. Hizo ni katika haja za kinafsi za halali, kwamba mtu anapenda siku moja aende azuru kaburi la ndugu yake, sio tu kwa mawaidha, lakini hapa ndipo alipozikwa ndugu yangu. Hizi katika haja za nini? Za nafsi, na aombe dua akiwa pale. Ni haja za nafsi ambazo ni mubaha, kwa hivyo unaruhusiwa kuliwekea alama, lakini sio milele. Na ndiyo maana makabri ya manabii yote yamepotea, kasoro kabri la Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu ni wazama za karibu zaidi. Maana yake manabii walikuja wakafundisha dini, na katika kanuni walizofundisha sio za kulinda makaburi. Hata kama liwe ni kaburi, ingekuwa kuna kanuni ya kulinda makaburi, tungeyakuta haya makaburi ya manabii yanayosemwa ya utapeli. Hapa sijui kazikwa Isaki, hapa sijui kazikwa Yusuf, hapa sijui kazikwa Adamu mrefu. Mtu mmoja semaga ongo kabisa hiyo, kwa sababu anajua kuna watu wanapenda kwenda makaburini na kulia shida zao,
na kutoa sadaka, watakuwa wanaleta sadaka zao, sisi tunachukua. Wajinga ndio wali wao. Ndio maana wakazua makaburi ya nini? Ya uongo. Unaambiwa kuna wengine kule Iraki walizua kaburi la Abu Hanifa, kumbe wamezika punda. Watu wawili walikuwa wanasafiri na punda wao wakafa, wakazika. Wakazima kaburi la Abu Hanifa, wakapiga debe, na watu sio watafiti. Kaburi la nani? La Abu Hanifa. Watu wakawa wanapeleka pesa. Siku moja wakagombana katika mgao. Mmoja akasema hapa amezikwa punda. Kwa hivyo makaburi hayajulikani kwa sababu Uislamu hauna tabia ya hakuna kaburi, hakuna kumbukumbu ya nini? Tarehe aliofariki fulani katika Uislamu hakuna. Mtume si alifariki? Kuna tarehe ya kumbukumbu ya kifo cha Mtume alifariki lini? Au alizikwa lini? Hakuna hiyo katika Uislamu. Kumbukumbu ya Uislamu alipata majanga katika vita vya Uhud, ipo hiyo? Au katika vita gani? Katika vita vya Hunain? Haipo. Kwa hivyo mashakili yakishapita yapotezee na jaribu kudelete katika akili yako, vinginevyo utaleta matatizo. Kwa hivyo akamwambia fala tabtais, ni lazima ufikirie hili neno la kawaida katika dhahiri yake, usihuzunike yale yaliyopita. Kwa nini amwambie ndugu yake? Wala huyu mdogo wake hajamkumbusha kwamba kaka, unajua walifanya kadha na kadha. Kwa nini anamwambia wala fala tabtais? Hiyo ni kanuni mama katika nini? Katika maisha, katika kuamiliana na mambo. Watu wengine shekha, hata ukimkosea na ikitapita miaka 10 atakukumbusha. Mimi alhamdulillah, mimi nasahaugi makorokoro. Sipendi kubeba matatizo kichwani, unatembea na hata kusaidia nini? Falamma jahazahum bijahazihim, tumesema hii ni safari ya pili. Alipoandalia mzigo wao, falamma jahazahum bijahazihim ja'ala as-siqayata, alipoandalia mzigo wao wa kuondoka nao, ja'ala as-siqayata, akajalia kile chombo cha kupimia kama bakuli ama kimbo ama kisado, akaweka ndani ya mzigo wao. Ja'ala siqayata fi rahli akhihi, akajalia ule mzigo kwenye package ya ndugu yake. Yani wale ndugu wamekuja kuhemea na wanangamia, huyu ni ngamia wa fulani, huyu ni ngamia wa fulani, huyu ana. Kwa hivyo kila mtu ana mzigo wake, sio? Yusufu akawaambia vijana wake wekeni, au yeye mwenyewe akaweka mzigo, akaweka kile chombo cha kupimia kwenye mzigo wa ndugu yake. Rahal tafsiri yake ni kile kinani cha kukalia, kile cha unachokalia kwenye ngamia kama kikiti hivi, kinawekwa juu ya ngamia, unapandia. Kadhalika ule mzigo pia unabebeshwa juu ya ngamia, pia unaitwa nini? Rahal pia. Kwa hivyo ja'ala siqayata fi rahli akhihi, akajalia kile kipimo katika mzigo wa ndugu yake. Thumma adhana muadhinun, kisha akatangaza mwenye kutangaza. Kwa hivyo adhana ni tangazo, lile kule ni tangazo la swala. Ayatuhal iru, enyi msafara wa ngamia. Ingelikuwa ni leo, enyi wenye magari, enyi msafara wa magari. Ayatuhal iru innakum lasariquna, hakika nyinyi ni wenye kuiba. Hili tangazo nani kaagiza? Kaagiza Yusufu, kwamba waambieni wale kabla, kama vile jamani, rudini, simameni kwanza, subirini kwanza. Innakum lasariquna, hakika nyinyi mmeiba. Lakini kwa hakika wameiba ama hawajaiba? Hawajaiba. Kwa nini Yusufu atengeneze mpango wa kuwasingizia watu kwamba nyinyi mmeiba? Ili tamko si uongo, na yeye ni nabii wa Mungu. Wakenya wanasemaga Mungu, watu wa Mombasa, anasema inawezekana
wameiba. Kuna kitu kinaitwa tauria. Hawa watu waliwahi kuiba, labda ulama hapa wamesema uwizi inaweza kuwa, yani Yusuf amekusudia mmeiba, lakini sio kwenye lile tukio. Nyinyi ni waizi kwenye tukio lingine. Tauria, unamsemesha mtu kitu anaelewa hivi, wewe unamaanisha vingine. Kama kuna haja na dharura, hiyo unaweza kuitumia. Nani wako huyu? Kaka yangu. Umeona, kama utasema huyu bwana sio ndugu yangu, sijazaliwa naye, mimi kabila lingine na yeye ni kabila lingine, lakini tunatembea tu pamoja. Umeona kwamba ukisema hivyo atauliwa au atadhuriwa. Kwa hivyo salama yake ni useme ni ndugu yangu. Unasema ndugu yangu, wao wanaelewa ni ndugu wa kuzaliwa, wewe unamaanisha ndugu yangu, binadamu mwenzangu ni ndugu, wewe una maana nyingine na wao wanaelewa maana nyingine. Kwa hivyo innakum lasariquna, hakika nyinyi mmeiba. Yusuf anamaanisha wizi mwingine. Walimuiba Yusufu wakamtupa kisimani, si wizi huo? Zamani hiyo walimuiba kwa baba yao na wakamuuza. Kwa hivyo ulama anasema ima ni hiyo, au kama ulivyosema, yawezekana ni kuna tukio lingine lime justify yeye kusema hivyo, lakini hawezi kusema innakum lasariquna. Na ndio maana hawakusema hakika nyinyi mmeiba kitu fulani. Amesema tu general, hakika nyinyi ni waizi. Hiyo inaitwa tauria. Qur'ani ikipresenti, ina presenti kwa haki, kwa ukweli. Innakum lasariqun qalu, wakasema wa aqbalu alaihim, wakasema huku wamewarudia, sema aqbala alaika, yani amekufesi. Wakasema na wakawafesi, yani wakasema na wakajitetea na wakageuka. Madha tafqiduna, mmepotelewa na nini? Yani mmemisi nini? Neno tafqiduna tafsiri yake fasaha kabisa ni kumisi. Kumisi kwa maana ya kupoteza kitu. Madha tafqiduna, kama umemisi mtu Kiarabu unamwambia iftaqadnaka, tumekumisi, tumekukosa, yani mpaka tumepata hamu, sio? Madha tafqiduna, walitumia neno zuri na Yusuf akatumia hilo hilo, kwa sababu hilo neno Yusuf akasema qalu nafqidu, wale vijana wakasema nafqidu suwa al-malik. Hawakusema tumeibiwa chombo cha mfalme, wakasema tumekikosa chombo cha mfalme. Yani hapa kwenye eneo letu, nafqidu suwa al-malik, tumepoteza chombo cha mfalme. Waliman jaa bihi himlu ba'irin wa ana bihi za'im, na ambaye anaka alosema hii maneno haya, anaonekana Yusuf amejibu nafqidu suwa al-malik. Yusuf alisema tumepotelewa na chombo cha mfalme. Waliman jaa bihi, na atakayekuja nacho, himlu ba'irin, atapata mzigo wa kubebesha ngamia, yani wa kusheheni kwenye ngamia. Himlu ba'irin wa ana bihi za'im, na mimi nadhamini, na mimi ni mdhamini. Ndio ulama wanasema inajuzu, wakatoa hukumu mbili za kifiki hapa. Hukumu ya kwanza, kubeba dhamana, yani bwana huyu mkopeshe, mimi nabeba dhamana, inajuzu. Ama huyu mhalifu muachilie, mimi nabeba dhamana, nitamleta tarehe ya kesi, msimweke mahabusu. Wamechukua hapa wa ana bihi za'im, yani mimi nadhamini, atakayeleta nimedhamini kwamba atapata kadha, kama hakupewa mimi nitatoa mimi, wa ana bihi za'im. Jambo la pili, wakasema hukumu ya kifiki kwamba inajuzu kutoa tenda ya general ambayo sio maalum, kwamba nimepotelewa na kitu, atakayeleta atapewa shilingi kadhaa. Hiyo ni tenda ya general, kwa sababu
anafanya kazi hatujui atafanya siku ngapi. Unajua sheria katika muamala inataka kila kitu kiwe kinajulikana. Jenga ukuta kwa urefu gani, kozi ngapi. Haifai katika sheria kumpa mtu kazi tu kwa jumla tu. Ima uipange hiyo kazi kwa masaa au uipange kwa mipaka yake maalum. Sasa hii atakayeleta kitu fulani, hii ni kazi ambayo haina mipaka. Wanasema hii imeruhusiwa kisheria kwa dharura, kwa sababu huwezi kupotelewa kitu na ukasema kwamba utakipata kwenye masafa kadha, huwezi kusema. Kwa hiyo ni dharura, inajuzu kutoa tenda kwenye kazi ambayo haijulikani. Kama sio dalili kama hizi, ingelikuwa haijuzu katika sheria. Kwa hivyo hii ni dalili. Waliman jaa bihi himlu ba'irin wa ana bihi za'im, qalu tallahi, wakasema wallahi. Hii neno tallahi ni kama wallahi, ni neno la kuapia. Tallahi, wallahi, billahi, hizi herufi tatu hizi, te tallahi, ba billahi, wa wallahi, ni maneno ya kuapia. Hizi ni herufi, ni adawatul qasam. Wakasema tallahi laqad alimtum, kwa hakika mmekwisha kujua, ma jina linufsida fil ardi, sisi hatukuja kufanya ufisadi katika ardhi. Mna uhakika wa 100% sisi ni wahemeaji. Wama kunna sariqina, wala hatujapata hapo kuiba. Aha. Na Qur'ani ikakubali kwamba mabwana hawajapata hapo kuiba na hawajakanusha. Ina maana ule uwizi unaojulikana ni wizi, hawajawahi kuiba. Kwa hivyo Yusufu aliwaambia innakum la sariquna, ni lile tendo lao la kumuiba yeye, baba yao akamkosa. Lakini Yusuf hapa anafanya hila abakie na ndugu yake. Qalu fama jazaohu in kuntum fa'ilin in kuntum kadhibina, wakasema malipo ya huyo atakayeiba, jazaohu, jazau sariq, yani basi ni yepi malipo yake, yani mwizi. In kuntum kadhibina, kama nyinyi mnasema sio waizi, kumbe neno hilo ni la uongo. Kadhib ni kutoa taarifa inayokwenda kinyume na ukweli. Nyinyi mmesema sio waizi, kama ni waizi, je, huyo atakayeiba tumfanye nini? Wala hawajasema tuwafanye nini, tumfanye nini, kwa sababu Yusuf hapa anafanya hila, anamtarget mdogo wake ambaye ameweka mzigo wake ameweka chombo cha kupimia kwenye mzigo wa mdogo wake. Malipo yake ni nini? Kwa nini Yusuf asiseme atakayeiba hukumu yake ni kadha? Yusuf akisema hukumu yake ni kadha, kwa maana ya hukumu ya pale Masri ilikuwa mwizi ni kucharazwa na kulipishwa au kupigwa faini. Anarudisha kitu alichokiiba na faini na kupigwa. Maana yake hapa hata mchukua mdogo wake. Lakini hukumu ya huko watokako ndugu zake Yusufu, mtu akiiba, akikamatwa ameiba, basi anakuwa ni mtumwa wa yule aliyeibiwa. Na Yusuf anataka hii. Kwa hiyo ndio anawauliza maksudi, anajua hukumu ya nyumbani kwao ikoje. Tumfanye nini? Anajua kwamba atasema atakaiba yeye mwenyewe achukuliwe, kwa sababu huko nyumbani kwao yustaraqu sariq, yule aliyeiba anakuwa ni mtumwa yule aliyemuibia. Kwa hivyo hukumu ya wizi ni kali tokea zamani. Kwa hapa Masri anapigwa fimbo, ni kwaji ya kutosha, na kinarudishwa kile alichoiba na gharama. Na kwa hukumu ya kule walikotoka Palestina, kwenye dini yao, najua Allah ameleta sheria kwenye maeneo tofauti tofauti. Kule ukikamatwa umeiba unakuwa ni mtumwa. Hukumu ilikuwa kali milele yani. Qalu jazaohu man wujida fi rahlihi fahuwa jazaohu, wakasema malipo yake ni kuwa yule uliokutwa mzigo iliyokutwa kile kilichoibiwa kwenye mzigo wake, yeye mwenyewe ndio malipo, yani anakuwa ni mtumwa. Allah anasema kadhalika, wakasema kadhalika najizi dhalimina, hivi ndivyo ambavyo sisi kule kwetu tunamlipa dhalim. Dhalim hapa ni nani? Mwizi. Kwa hivyo neno dhalim linaweza kuingia kwenye kila kitu cha makosa. Hivi ndivyo ambavyo tunamlipa nani?
dhalim. Yusuf kimoyomoyo akasemaje? Akafanya hivi, imetiki hiyo. Qalu jazauhu man wujida fi rahlihi fahuwa jazau kadhalika najzi dhalimin. Yusuf bado hataki ajulikane mpaka sasa. Fabadaa biawiyatihim, akaanza kusachi kwenye mizigo yao. Qabla wi'ai akhi, kabla ya mzigo wa ndugu yake. Thumma istakhrajaha, alikuwa anapotezea yani. Kama utaki ujulikane lazima utafute njia za unaenda hivi kumbe utaenda vingine. Kwa hivyo akaanza kwenye mizigo ya ndugu zake kabla mzigo wa mdogo wake. Thumma istakhrajaha, kisha baadaye akautoa huo hicho kipimo min wi'ai akhi, kutoka katika mzigo wa ndugu yake. Allah anasema kadhalika kidna li Yusuf, hivi ndivyo ambavyo tulifanya vitimbi kwa ajili ya Yusuf. Vitimbi kuna vya haki na kuna vitimbi vya batili. Kama mtu anafanya vitimbi awaibie watu ni vitimbi vya batili. Kama mtu anafanya vitimbi yani ya sapoti haki ni mubah. Na hapa tunafundishwa kwamba kama unataka haki yako, jambo la haki, unaweza kufanya mbinu bila kusema uongo, lakini bila kumdhuru mtu. Kwa Yusufu alayhi wa ala nabiyina afdhalu salatu wassalam, Allah akamfundisha mbinu hii. Ndio maana Allah amesema kadhalika kidna li Yusuf. Ndugu zangu, hili neno yani process imefanywa pale, lakini Allah anasema mimi ndio nilofanya. Kama kule alivyoambiwa innaka al-yawma ladaina makinun amin wa kadhalika makkanna li Yusufa fil ardi. Allah akasema mimi ndio nilomakinisha. Hii inatufundisha nini? Kwamba kila jambo liko katika tasarruf, katika uendeshaji wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa wewe patana na Mola wako, jipendekeze kwake ili kwenye ile mipango yake anayopangaga akupangie kwa kheri. Kwa sababu Allah akikutakia kheri unaweza ukapita katika mapito mabaya na watu wakatenda mambo wakuumize ukatoka. Na Allah akikupangia mipango mibaya kwa sababu wewe umemuasi, unaweza kuwa unapita kwa muonekano wa mwanzo unapita sehemu salama, unaenda kwenye mafanikio, kumbe ndio unaenda kutumbukia. Hapa Allah anasema mimi ndio niliopanga huo mpango na mimi ndio nilokadiria hayo yote na mawazo yote na mipango yote ikapita kwa kadari yangu kwa ajili ya maslahi ya Yusuf. Kwa maslahi ya nani? Ya Yusuf, kwa sababu ya wema wake. Kwa sababu ya nini? Ya wema wake. Kadhalika najizi kadhalika kidna li Yusufa, akasema ma kana li akhudha akhahu fi dini al-malik illa yasha Allah. Akasema Yusufu asingeliweza kumchukua ndugu yake kama alivyomchukua, yani kwa mujibu wa dini ya mfalme, yani kwa hukumu ya pale Masri. Yani Allah anasema Yusuf alivyowauliza hivi na wao wakajibu hivi, hiyo ni mipango ya Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla ili ndugu yake amchukue. Alikuwa hawezi kumchukua, angemkamata na hatia alafu hataki kumhukumu, si angebidi amhukumu na hukumu ya pale. Kwa hivyo kupata mawazo pia ni katika kadari ya Allah. Kama umeamiliana kwa kheri na Allah atakupa mawazo ya kheri, na kama umeamiliana vibaya na Allah utakuwa unapanga mipango, kumbe unapanga mipango ya shari na wewe hujui. Kwa hivyo Yusuf alikuwa anapanga, lakini Allah amesema yeye ndio amempangisha, amemfanya apange, amemfanya awaze hayo aliyoyawaza. Kadhalika kidna li Yusufa, hivyo ndivyo ambavyo tulifanya mbinu, kaidi, mbinu kwa ajili ya Yusuf. Ma kana li akhudha akhahu fi dini al-malik, alikuwa si mwenye kumchukua ndugu yake katika hukumu ya dini ya mfalme, illa an yasha Allah, ila akitaka. Ila akitaka isikupe mushkeli, yani jambo liende vyovyote litakavyoenda, kama Allah angetaka kinyume na hivyo
hakuna linalomshindaga. Umeelewa hiyo? Kwa nini yani usiwe na mushkili. Allah akisema tunamuongoza tumtakaye, tunampoteza tumtakaye. Atakiwaye kuongozwa ni kwa sababu atakiwaye. Kwani akisema, angalia kwenye huu mfano, narfa'u darajati man nasha, tunamnyanyua daraja tumtakaye. Anaweza kunyanyuliwa daraja ya Yusuf mtu muovu? Sio katika kanuni za Mwenyezi Mungu Jalla wa Ala. Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalatahu. Anaweza kupewa utume mtu muovu? Allah afanye hivyo katika hekima yake, katika uwezo wake anaweza, katika hekima yake hafanyagi hivyo. Kwa hivyo ile atakavyo ya Mwenyezi Mungu, atakavyo imeambatana na ilmu na nini na hikma. Narfa'u darajatin man nasha wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Tumalizie kipengele hiki. Qalu, wale mabwana wakasema. Sasa Yusuf akasachi, mwisho akatoa mzigo, akatoa kipimo kwenye mzigo wa ndugu yake. Allah akajisifu akasema, mimi ndio nilopanga hiyo system yote, ninamnyanyua daraja nimtakaye. Baadaye akarudi kwenye mazungumzo ya kisa akasema, qalu, wakasema ndugu zake baada ya yale matokeo, in yasriqa, ikiwa ataiba, ikiwa ameiba, faqad saraka akhun lahu min qablu, ndugu yake alipata kuiba zamani. Wakisema ndugu yake yani wa baba na mama, wanakusudia nani? Yusuf alayhi wa ala nabiyina afdhalu salatu wassalam. Hapa jamaa wamesema uongo, Yusuf hajapatapo kuiba, kama vile hawa, yani kama vile huo wizi unatokana na kwa upande wa mama yao, kwa sababu wakisema ni ndugu yake kutokana na yule mzazi ambaye si mzazi wao. Kwa hivyo kana kwamba wanasema huu wizi takuwa hawa ndugu yake yule wa zamani Yusuf na huyu wanaiba, kwa sababu kwa upande wa umamani kuna habari ya wizi. Hapa walisema uongo. Qur'ani inasema fa asarraha Yusufu fi nafsihi, Yusuf akalificha hilo katika nafsi yake. Moyo ni msitu, akalificha hilo katika nafsi yake. Walam yubdiha lahum, wala hakuwadhihirishia. Qala antum sharrun makanan, akawaambia nyinyi ni watu wabaya sana, lakini kimoyomoyo. Yani Yusuf akasema kimoyomoyo. Ndio maana katika dini kuna qaulul lisani wa qaulul qalbi, moyo unasema. Kwa hivyo Yusufu qala antum, alisema kimoyomoyo, antum sharrun makana, nyinyi ni watu wa position mbaya sana, nafasi yenu ni mbaya sana, yani nyinyi ni watu wabaya sana. Wallahu a'lamu bima tasifun, na Mwenyezi Mungu anajua mnayoyasema. Lakini Allah amesimulia kilichokuwa katika nafsi ya Yusuf. Wao hawajasikia hii habari kwamba Yusuf amejua. Hawajui kama Yusuf amejua. Yusuf ameficha katika nafsi, hawajui kama Yusuf ameficha katika nafsi. Yusuf akasema katika nafsi, nyinyi ni watu wabaya, hawajui. Qalu, wakasema. Kwa hivyo wao wakaamini Yusuf ameiba na ni ndugu yake Yusufu ameiba kweli. Qalu ya ayuhal aziz, ewe bwana mkubwa. Wakasema, ewe bwana mkubwa, inna lahu aban shaykhan, hakika huyu kijana ana baba yake mtu mzima sana. Shaykhan kabiran, neno shaykhan ni mzee, shaykhan kabiran mzee, mtu mzima, yote inamaanisha mtu mzima. Fakhudh ahadana makana, mchukue mmoja wetu yeyote katika sisi umtakaye mahala pake, awe mtumwa wenu. Inna naraka minal muhsinin. Hata kule wale jamaa magerezani walimuomba Yusuf, akamwambia, wewe tunakuona ni katika watu wema, yani kama unamwomba mtu sema maneno mazuri naye, usiseme maneno ya jeuri. Ukitaka kunipa nipe, usiponipa basi usiseme hivyo.
sisi tunakuona baba na wewe ni mtu mwema, tunatarajia ombi letu litakubaliwa kwa sababu wewe ni mtu una roho nzuri. Kiswahili wangemwambia tunakuona una roho nzuri bwana, huwezi kutuangusha. Yusuf akasema qala ma'adha Allah, akasema tunajikinga kwa Allah, Allah atukinge na jambo hilo la kumchukua mtu mwingine, mkosaji ni mwingine adhibiwe mwingine. Ma'adha Allah, Allah atukinge an na'khudha illa man wajadna mata'ana indahu, atukinge na kumchukua isipokuwa asitukinge na kumchukua yule ambaye tumekuta mzigo wetu kwake yeye. Hawajasema Allah atukinge isipokuwa sisi tumchukue mwizi wetu. Unaona anakwepa kusema hiyo. Kwa hivyo kule aliposema mmeiba, ujue ilikuwa ni ina maana nyingine. Akasema hatuwezi kumchukua isipokuwa yule ambaye tumekuta kitu chetu kwake yeye. Hiyo bado lugha ya mafumbo inaitwa tauria. Inasemekana mtu mmoja ameenda kwa Imamu Ahmad bin Hanbali wakati wa mapumziko. Anataka aitiwe imamu, vyovyote atakavyokuwa yeye shida yake ni aonane na imamu, hata kama amelala nini muamsheni. Binti yake akamwambia imamu hayupo hapa, anamaanisha hayuko mkononi wala hapa tuliposimama. Tauria, yani kitokea haja unasema, lakini kama hakuna haja usifanye, ni system ya maisha, utakuwa muongo. Hii inatumika kwa nini? Kwa dharura. Kwanza inakuwa humdhulumu mtu haki yake, lakini wewe tu unasema ili kupata manufaa fulani ambayo hamdhuru mtu yeyote, na manufaa hayo ni haki yako, sio? Kumwacha baba yake apumzike ni haki yake. Kwa hivyo inatumika. Kwa hivyo usitumie tauria kwenye kumuumiza mtu mwingine au kuzuia haki ya nani? Ya mtu. Utakuwa muongo. Yaani ukitumia tauria huko utakuwa muongo tu. Kwa hivyo akasema hatuwezi kumchukua isipokuwa yule ambaye tumekuta kitu chake kwake yeye. Hawakusema ameiba kwa sababu hajaiba. Illa man wajadna mata'ana indahu inna idhan la zalimuna. Tukimchukua mwingine tutakuwa madhalim. Madhalim kivipi? Kwa sababu ahadi yetu ni kwamba tutachukua yule ambaye mzigo, au kuweka taswira kwamba unamwadhibu ambaye si mkosaji, hiyo ni dhulma. Falamma stayasu minhu khalasu najia, manake walingangana mpaka wakakata tamaa. Walipokata tamaa minhu, kutokana na ndugu yao, khalasu yani tafarrahu, wakakaa faragha, najian, katika hali ya kunong'ona. Kwenda chemba jamani ipo, wakenda chemba hivi, khalasu najian, wakenda chemba hivi kwa ajili ya kunong'ona. Kwa hivyo watu wakinong'ona usiwalaumu, mbona wameenda pembeni kunong'ona. Sio lazima usikie kila kitu. Na ndio maana mtu anaongea na simu, huwezi kumwambia hebu weka loudspeaker bwana. Ni haki yake na mambo yake kuyadhihirisha au kuyaficha bwana. Hata kama mkeo kwa mfano anaongea na simu, anaongea na rafiki yake, anaongea na shangazi yake, anaongea na mama yake, lazima usikie hayo maneno. Mwambie weka loudspeaker, kwani kuna siri gani? Kuna mazungumzo wanaweza kushare na dada yake na rafiki yake na mama yake, haitakiwi wewe usikie, na hiyo haimaanishi kwamba kuna ubaya. Kwa hivyo khalasu najian, wakenda faragha. Katika najia inatokana na munaja. Munaja ni kunong'ona, sio? Qala kabiruhum, hapa kuna somo. Akasema mkubwa wao. Mkubwa ana cheo obvious katika familia. Yaani Allah alipomtanguliza kuzaliwa kabla ya wenzake, ndio alishampa cheo. Ndio maana hata kwenye swala mtu mzima, yani yule ambaye umri wake ni mkubwa zaidi, ana haki ya kuswalisha kama ana elimu ya hilo jambo. Ikatokea kuna wote wasomi, huyu kijana, huyu mzee anatangulia. Kwa mtu mkubwa, ina maana kisheria amepewa nini? Cheo. Vile alivyozaliwa tu zamani kabla yako, tayari ana nini? Ana cheo. Ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, laisa minna man lam yarham saghirana wa lam yuqir kabirana. Si katika sisi ambaye hamhurumii mdogo haki yake, asiseme na haki yangu ni kuheshimiwa.
haki yake ni kuhurumiwa. Mkubwa anadai haki yangu ni kuheshimiwa, niheshimuni. Mdogo asiseme niheshimuni, aseme nihurumieni. Kwa hivyo mkubwa wao akasema, kwa hivyo wewe mdogo, hata kama una rai nzuri, ipenyeze kwa adabu kwa kaka yako. Inaweza kuwa una rai nzuri na nimuelewa kuliko kaka, lakini usiporomoshe cheo chake. Hiyo iko katika Qur'ani. Qala kabiruhum alam ta'lamu, akawaambia hivi hamjajua, anna abakum qad akhadha alaykum mawthiqa, kwamba baba yenu alichukua juu yenu kiaga kizito, min Allah, ahadi kutoka kwa Allah, wa min qablu, na hapo kabla hamjakumbuka, ma farrattum fi Yusufa, vile mlivyopunja. Sasa hili neno kulitafsiri Kiswahili gumu. Ma farrattum fi Yusuf, yale mliofanya uzembe mliofanya kwa Yusuf, uzembe. Mnakumbuka kwamba baba yenu alichukua ahadi, na mnakumbuka uzembe mliofanya kwa Yusuf. Jamaa nafsi inamsuta, sema siwezi kukuwa nakosea mara ngapi? Mara mbili. Akasema, akamwambia falan abraha al-ardha, sitaacha ardhi hii, yani nendeni, mimi siendi, hata yaadhana li abi, paka baba yangu atoe idhini kwamba mwanangu njoo, niko radhi na wewe. Hata yaadhana li abi au yahkum Allahu li, au Allah hukumu kwa kunifeva mimi. Wa huwa khairul hakimina, na Allah ni mbora wa kuhukumu. Irji'u ila abikum, rejeni kwa baba yenu. Faqulu, kamwambieni mzee, ya abana, ewe baba yetu. Angalia, anawafundisha hata namna ya kuzungumza na mzee, sio sio kufika tu na kuzungumza. Ewe baba yetu, inna banaka saraka wa ma shahidina. Ni vizuri kuwa unarifaa kwenye cheo cha mtu wakati unamsemesha. Ayuhal aziz kadha kadha, ewe bwana mkubwa kadha kadha, ewe bosi kadha kadha, ewe kaka kadha kadha, kama wanavyofanya jamaa bungeni, sio? Akizungumza maneno anarudi kwake, sio? Hata kama anamjibu mbunge mwingine. Sio katika adabu kumwelekezea mtu mazungumzo moja kwa moja. Ewe bwana fulani kadha kadha kadha. Wakasema, irji'u, rejeni, ila abikum, kwa baba yenu. Faqulu ya abana, semeni ewe baba yetu, inna banaka saraka, hakika mwanao ameiba. Wama shahidina illa bima alimna, hatukushuhudia isipokuwa lile tulilolijua. Wama kunna lilghaibi hafidhin, na sisi tulikuwa hatujui mambo ya ghaibu. Hapa ina maana hizi. Tuliposema tutamrudisha, hatukujua kama haya yatatokea, tulishuhudia tu kwa mujibu wa ilmu yetu. Au wakati tulipoulizwa tumfanyeje atakaiba, tukasema umchukue, utakayemkuta ameiba mchukue yeye mwenyewe. Hatukujua kama hiyo itamwangukia mdogo wetu. Wama shahidina illa bima alimna wama kunna lilghaibi hafidhina, na sisi si wenye kujua ghaibu. Was'alil qaryata allati kunna fiha, uliza kijiji ambacho tulikuweko humo. Wal'ira allati aqbalna fiha, na msafara wa watu wengine tuliokutana nao huko. Wa inna la sadiquna, wallahi sisi ni wakweli. Nabii hajui ghaibu. Angekuwa anajua ghaibu, angelipokea udhuru wa watoto wake pale pale. Akasemaje? Qala bal sawalat lakum anfusukum amra, bali nafsi zenu zimekupambieni jambo. Hapa mzee amesema kwa mujibu wa dhana, na kumdhania ubaya mtu ambaye amejiweka kwenye mazingira ya ubaya hulaumiwi. Sababu wao walikuwa katika mazingira ambayo wako against na yule kijana, ndio maana akawadhania, na Allah hajamlaumu katika hii dhana. Lakini hapa dhana ya nabii wa Allah haikuwa sahihi, na hili ni somo kwamba nabii hajui nini? Hajui ghaibu. Ndio nawarudia jamaa zetu masufi. Najua masufi hata wakizungumza
kwenye mazungumzo anataka aoneshe kama vile anajua mambo msioyajua. Kizungumza mkikutana, mpaka atatafuta mwanya aseme wewe una matatizo sana, wewe inabidi tufanye dua, au aseme mashallah unaonekana una nyota sana, una bahati sana, mpaka atafute namna ya kuonesha anajua nini ghaib. Wao wamelelewa hivyo, kwa hakika wao wamelelewa hivyo. Mtu ambaye anakaa nao na anasuhubiana nao au anafuatilia habari zao atajua hili kwamba ukiwa ni mcha Mungu, ukiwa ni wali wa Allah, hata sio ajabu kusema bwana, wewe utakutana na matatizo mbele, utakutana na neema mbele, yani ni jambo la kawaida, lakini sio katika mafundisho ya nini, sio katika mafundisho ya Qur'ani. Subhanaka Allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaika wa lil qissati baqiya.